Yes, mtazamaji wa Kawabe Sport, mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Hamis Kabo. Tunakuja kuzungumzia swala ambalo linaendelea kwa sasa hivi juu ya wekundu wa Msimbazi Simba kugomea mechi. Kabo, asalamu alaykum. Sawa vipi hapo? Kwema. Fresh upo ndugu yangu? Mungu asaidie. Tuanze hapa kwa Simba Sport Club, kwa kile ambacho alichokifanya. Kuna baadhi ya watu wengi sana wanaona kama Simba kakosa mapema sana kutoa tamko kama lile. Imekuwa mapema sana kutoa tamko kama lile. Haija mapema sana kutoa tamko kama lile. Simba wapo sahihi 100%. Kama tutaamua kuendesha mpira wetu kihuni na tukakubali uhuni uendelee kufanyika kwenye mpira wetu, basi mpira wetu una safari ndogo sana huko tunapoelekea. Shida ni kwamba dunia ya sasa hivi ni science na teknolojia. Inawezekana hivi vitu vilikuwa vinafanyika huko nyuma. Hivi vitu vilikuwa vinafanyika huko nyuma kwa sababu labda watu walikuwa hawajaelimika, mitandao ilikuwa haipo, watu walikuwa hawafuatilii kwa ukaribu. Inawezekana watu pia walikuwa wanafuatilia lakini kulikuwa hakuna userious huo. Sasa hivi football ipo serious sana. Watu wanafanya uwekezaji, watu wanawekeza fedha nyingi sana, watu wananunua wachezaji kwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo yakitokea mambo ya kipuuzi alafu na nyinyi mkawa mnayachekea kiuhalisia, yatakuja kutuharibia uko mbeleni tunapokwenda. Simba wametoa tamko kwa sababu za msingi kabisa. Watu wasema ile tamko lao alijitosheleza. Lijitosheleze, lisijitosheleze. Simba walikuwa wanapaswa kutoa tamko lolote lile. Unajua kwa nini? Hakuna sababu yoyote ya msingi. Hakuna sababu yoyote ya msingi. Na hata ukienda kuuliza pale kwa kamishna wa mchezo, meneja wa uwanja, ni kwa nini Simba walizuiwa kufanya mazoezi muda ule ambao walioenda, kwa sababu ni takwa la kikanuni, hawawezi kukupa majibu. Watu wengine wanasema Simba Sport Club alichelewa. Simba alikuwa anatakiwa afike pale saa 1 aanze mazoezi mpaka saa 1 dakika 15. Dakika 15 za timu pinzani ili waweze kufanya mazoezi, ila Simba Sport Club alichelewa watu wanavyosema. Mechi inaanza saa 1 na dakika 15. Simba angefika saa 1 na dakika 15, saa 1 na dakika 20, saa 1 na bado Simba alikuwa yupo ndani ya muda ambao anastahili. Kwa sababu issue ya kwenda kwenye muda ule ni issue inahusiana na masuala ya kiufundi. Watu wengi hawaelewi hicho kitu. Lengo la kuweka muda wa mchezo siku moja kabla ya mchezo timu iende ikafanye training ni kwa sababu za kiufundi. Kwanza, sababu ya kwanza, inawezekana Simba hawaja train kwenye ule muda kwa muda mrefu sana. Simula vizuri, hawajacheza kwenye ule muda kwa muda mrefu sana. Umenielewa vizuri? Lakini kuna kitu kinachoitwa pitch feeling. Simba ilikuwa lazima waende kama wageni. Hata kama wameuzoea vipi uwanja, walipaswa waende wakafanye mazoezi kutokana na ule muda, waangalie hali ya hewa inakueje, mwalimu ajaribu kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza system ya kiuchezaji kwa sababu ya uwanja. Ile pitch feeling ifanyike pale kutokana na muda husika. Hizo ni sababu za kiufundi. Ila miskabu kwa Simba Sport Club tunavyoelewa kwa sasa hivi, ile pitch feeling nadhani wanayo. Kuna vitu viwili ambavyo wenyewe mtofautisha. Bila vizuri, kanuni na taratibu za mchezo. Kabla ya mchezo, mgeni anapaswa kwenda kufanya mazoezi muda ambao utakaoendana na mchezo. Sijui umeelewa vizuri? Hiyo ameenda yeye amechelewa. Hiyo ameenda amefanya nini? Ni yeye, kwa sababu ni za kinini, za kiufundi. Nyinyi wengine huku haiwahusu. Nyinyi kinachowahusu ni nyinyi na issue zenu za maandalizi ya kucheza huo mchezo. Simula vizuri. Yaani mimi na wewe tuko kwenye maandalizi ya kupigana, labda pambana lolote. Maandalizi yangu mimi wewe hayakuhusu. Nichelewe, nisiende, nifanye nini? Ni mimi. Kwa hata kama Simba angechelewa angeenda saa ngapi kwa sahihi? Ni yeye. Sijui umeelewa vizuri? Ni yeye. Yaani nyinyi haiwahusu. Nyinyi jiandaeni, nyinyi jiandaeni na mazingira yenu. Haiwahusu nyinyi hawa huko wachelewa wafanye. Haiwahusu, kwa sababu wana haki zote za kimsingi. Wanapaswa kwenda kufanya hivyo.
Hapa tunachozungumzia ni haki. Tukiacha masuala ya kanuni, unajua watu wengi naona wanataka kulipeleka ili swala kisiasa. Unajua sisi wa Tanzania tunapenda sana siasa kuliko uhalisia. Kwenye hili Simba mimi naungana nao 100% kupinga upuuzi, ujinga na uhuni ambao unaendelea kwenye mpira wetu. Trust me. Wale jamaa wameenda kuwazuia pale Simba jana. Walienda kuwazuia kwa sababu gani za msingi? Wale si walinzi wa uwanja wale ambao nje ya geti. Hakuna walinzi wa uwanja. Walinzi wa uwanja wanafahamika. Sijui vizuri Wale jamaa walojia pale wanataka kupigana, kufanya nini, vurugu ziko kwa sababu video zipo kaka. Wale wanaenda kufanya nini? Mamlaka kwa mfano kama serikali. Vitu kama vile mbona wanavifumbia macho? Kamanda Jumanne Mulilo. Wale watu walikuwa ni wakwenda kulala ndani miaka hata miezi hata 6 ndani wale. Si walikuwa ndio kwa sababu ina sheria ambazo zipo, timu ambayo ikiwa ndio mwenyeji wa mchezo ina haki ya kulinda uwanja. Kulinda uwanja ili iweje? Yaani kulinda uwanja ili iweje? Yaani ulinde uwanja unaibiwa ule uwanja. Ule uwanja unaenda wapi? Unaibiwa ule uwanja. Unalinda wewe nani? Kuna walinzi pale. Si wanalinda wanalipa kwa sababu ya nini wale walinzi pale? Wewe unahusika inahusika. Nikikuuliza wewe wale ambao wanakaa pale, wale ambao wanasemekana labda ni makomando sijui wanalinda uwanja ili iweje? Nikuulize wewe wanalinda uwanja ili iweje? Kwa kanuni zao. Kanuni zipi yani wanalinda? Yani mimi nataka wanishawishi nijue kweli hapa wanalinda uwanja kweli, ni sababu wanalinda uwanja ili iweje? Na kwa nini? Sababu gani za msingi kama sio mambo ya kipuuzi? Kwa nini? Yaani kwa nini tuviendekeza vitu vya kipuuzi kama vile? Sikufichi. Kamanda Jumanne Mulilo alipaswa kuanza nao wale miezi 6 kwanza rumande. Baada ya hapo watengenezewe kesi yote ndani. Ila mimi sikufichi. Kama ningekuwa na mamlaka na ningekuwa rais wa mpira Tanzania, trust me my brother, haya mambo ya ajabu yote yangeondoka. Ila na wale walikuwa nje kabwe. Mnafuata nini? Yani pale nje ni uwanjani. Mnafuata nini? Inawahusu nini? Nyie ni nani kwenye uwanja ule, nani nyinyi? Yani mimi pale Simba jana labda kwa mfano labda angezuia pale na walinzi wa pale, labda tungeona askari na nini na vitu vingine vyote na nini. Labda tukisema hapa jeshi la polisi hapa hamjafanya vizuri, tungeanza kulaumu jeshi la polisi. Tungelaumu pia wale walinzi wa pale na nini. Na kama walifanya hivyo, tunaendelea pia kuwalaumu. Kwa nini walifanya vile? Kwa kigezo kama hichi, ni kweli kwa klabu kubwa kama Simba Sport Club kugomea mchezo, kigezo kama hichi cha kutokufanya mazoezi tu kwa dakika kadhaa hivi kwenye uwanja ambao ameshauzoea Simba Sport Club kwa timu kubwa kama Simba na mchezo mkubwa kama huu? Kwanza mimi siungi mkono issue za kugomea mechi. Siungi mkono. Umeelewa vizuri? Ila pili, ilibidi Simba wafanye hivi ili kuokoa mpira wetu. Umeelewa vizuri? Mimi naonea huruma sana watu ambao wamekata tiketi. Kuna mshikaji wetu mmoja anatupaga, tunafanya naye kipindi, anatupaga habari kutoka Kenya. Kaja hapa kaisha booking na ndio hoteli nzuri kabisa, tutafutie hoteli nzuri na nini, kuja kukava story kuhusiana na dabi. Umeelewa vizuri? Amesha kata tiketi kwa ajili ya kuja kuiangalia dabi. Wapo watu wametoka mikoani, washaka watu wameona hizi promo karibia mwezi mzima, watu wapo Dar es Salaam kwa ajili ya kusubiria dabi. Hawa watu tunawafikiria vipi? Kwa hiyo issue ya kutokucheza huu mchezo kwangu mimi sikubali. Lakini Simba na Yanga wana tabia hizi. Yanga walishawahi kugomea mchezo, nakumbuka wewe. Pale wanasema mawasiliano walikuwa gongana. Sio mawasiliano walikuwa gongana, ulikuwa ni upuuzi kama huu ambao unataka kufanya hapa na Simba. Umeelewa vizuri? Walikuja baada hapo wakaondoka. Hawakuwafikiria mashabiki. Watu walipata hasara ile mechi. Umeona? Sasa vitu kama hivi ndio vinafanya Simba na Yanga tuzione ni timu za ajabu, ni timu ambazo zinapaswa kufutwa kwenye ulimwengu wa mpira wa Tanzania. Trust me my brother. Light kama mimi ningekuwa rais wa mpira wa miguu, Simba na Yanga kwa vyovyote kwa lolote ningefanya wakastruggle kuchukua ubingwa kwa miaka 4 mfululizo. Wakastruggle? Yaani wasingechukua ubingwa kwa miaka 4 mfululizo. Alafu tutengeneze wakubwa wengine. Ili heshima iwepo kwenye mpira, kwa sababu hii nguvu wanaopewa Simba na Yanga
ndio sababu ya huu mpira kuharibika. Wanauharibu mpira kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu sijui unasikia makomando, kuna komando wa Yanga, ukisha kujua makomando hapo. Kuna jamaa mmoja mechi ya Yanga na MC Alger, nakumbuka hivyo. Dr. Hamisi, yule Mohamed Hamisi wa shabiki wa Simba, alikuwa anafanya interview. Yule komando wa Yanga kaenda akampiga mbele ya kamera, my brother. Wapo wale watu na wanafahamika. Kwa nini wasichukuliwe watu kama hawa? Ni watu ambao hawafai kwenye mpira wetu. Bro, mechi ya Orlando Pirates, mimi nilikuwa nafuatilia mechi ya Orlando Pirates. Masaa mawili baada ya tiketi kutangazwa ilikuwa sold out. Kikaenda kikapigwa. Hakuna vurugu, hakuna nini. Simuona vizuri mechi ya Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Masaa mawili sold out. Kikapigwa pale. Hakuna sijui makomando. Football ni science. Yanga wanawekeza fedha nyingi kwa wachezaji wao. Si ndio? Wakina Ziki wanalipwa mishahara mikubwa. Simba wanalipwa mishahara mikubwa. Kwa nini watu wanaamini mambo ya kipuuzi wakati wanawalipa watu mishahara mikubwa? Wananunua wachezaji kwa fedha nyingi. Mambo ya uwanja. Kwa nini watu wanaamini hivyo? Kwa haya sio mambo ya kupuuzia, haya ni mambo ya kuwakemea ili yaishe. Kwa hiyo Simba kufanya hivi itaanza kuwapa wake up call TFF. Kwamba hichi tunachokifanya kwa hivi vilabu tunaharibu mpira, tunaharibu taswira ya ligi yetu. Ni kujisacrifice. Kwa maana kwamba tunajitoa sadaka kwa ajili ya kuokoa mpira wetu. Huo ndio uhalisia. Si umeelewa vizuri? Ili haya mambo yasifumbiwe macho, yafanyiwe kazi. Huu ni upuuzi bwana. Hapo tukija manake tamko limetoka kama. Tamko la TFF. Ndio tamko limetoka leo. Limetoka. Ndio nimeelewa tamko limetoka. Na watakaa chini wajadili, lakini kipindi hicho wametoa kwamba timu isofika uwanjani, umeona kanuni zipo, itanyang'anywa alama na kadhalika. Wewe unaona Simba anaweza kanyang'anya alama? Na umeona hapo, nimeona comment inapita ya magoli anasema kwamba sio tu kwamba watasusia mechi ya kesho, ligi kuu kabisa. Watasusia ligi nzima. Maana yake ni nini? Maana yake ni basi anabaki Yanga tu kwenye ligi. Simba ashiriki. Na wewe unavyo hivi vilabu vishapewa nguvu kubwa na kadhalika. Utamu wa ligi uko wapi sasa? Ligi itafuatiliwa tena, na wakati ligi inafuatiliwa kwa sababu ya Simba na Yanga. Sio mpira. Yaani watu kama wangekuwa wanafuatilia mpira na wangekuwa wanapenda mpira, haya mambo yangeisha. Yaani haya mambo yote ya kipuzipuzi usingeona. Sijui hao makomando kuzuia usingeona kama mpira ungekuwa unachezwa. Ila kwa sababu watu wanazipenda Simba na Yanga ndio maana unakuta haya makomando sijui nini. Mambo mengi ya ajabu yanatokea kwenye mpira wetu. TFF wanapaswa kukaa macho. TFF wanapaswa kufanya maamuzi magumu juu ya hivi vilabu. Kwa kile ambacho alichokisema magoli, pengine Simba Sport Club kitaweza kuwaletea shida, maana kwenye mchezo huu dhidi ya Young Africans usipotokea wanachukua alama 3. Na kama alama 3 tayari Young Africans atakuwa akashajiweka sehemu fulani hivi. Na Simba Sport Club hatutamuona tena kutokana na kauli ya magoli. Kauli ya magoli na afya mpira wetu. Kwangu mimi ni kauli ambayo haina afya. Lakini kwa nini Simba wanafanya hivyo? Kwa sababu kuna kitu wameshakiona hakiendi sawa. Tulishajiuliza baada ya Simba kujiondoa kwenye ligi ni madhara gani ligi yetu inaweza ikayapata. Kumbuka mara ya pili Simba wanatishia kuondoka. Ndio maana yake hivyo. Na kwa nini wanatishia kuondoka? Kuna sababu. Kwa nini watu wasifanye utafiti kujua sababu za kufa, kwa nini hii issue inatokea kila mara? Si mna vizuri. Lakini mtu kama Magoli anaweza akaposti vile yeye binafsi kama mao, lakini kiuhalisia mimi siamini kama Simba anaweza kujitoa kwenye ligi. Ila ninachokiamini hizi ni harakati za Simba kuokoa mpira wetu. Kaka, Rais Karia kafanya mambo mengi mazuri sana kwenye mpira wetu. Timu za taifa sasa hivi zinafanya vizuri. Tunaona mpira unavyokuwa upande wa wanawake, wanaume. Tunajisifu ligi yetu inaanza, lakini kwenye ligi yetu kuna mambo mengi ya kipuuzi yanayoendelea nje ya uwanja. Unakuta marefa wanashutumiwa kuhusiana na viashiria vya rushwa. Simula vizuri unakuta sometimes watu tulikuwa tunasema hapa kuhusiana na issue za udhamini. Timu moja ambayo ni affiliated na kampuni fulani inadhamini vilabu 6. Umeelewa vizuri? Hakuna chochote kinachozungumzwa. Haya ndio mambo ambayo kiuhalisia yakiendelea kufumbiwa macho. Trust me. Hii ligi itakuwa timu mbili tu ya Simba na Yanga
Na mwisho wa siku ya mambo sio ya kususa kufanya yataendelea kwa sababu watu wanaamini hakuna haki kwenye hii ligi. Na wewe na mimi kila nikiangalia hii ligi kiukweli, hii ligi ishavurugika, hii ligi ni mbovu. Kabwe. Hii ligi sasa hivi imevurugika, ni mbovu. Yaje wakati tunaona kwenye picha watu wekezaji umezidi, wachezaji wa kigeni wanakuwa wengi Kabwe. Ndio mimi naposhangaa hapo. Wewe vizuri, ninaposhangaa hapo kwamba uwekezaji ni mkubwa, watu wananunua wachezaji wa kigeni na kadhalika. Lakini bado wanaamini watu wanaamini kupata ushindi nje ya nini? Nje ya uwanja. Wao ni upuuzi. Hiyo ni akili kweli. Yaani jana nilikuwa naona watu wengi, jana nimeona comments za watu wengi mtandaoni. Simba wanaogopa, walikuwa wanataka waende wakaroge. Si ndio? Mambo yapo hapo. Mimi sijakataa. Sinasema waende wakaroge. Sasa basi atuchukulie basi Simba wanaenda kuroga. Kama uchawi ungekuwa ni dili na uchawi ungekuwa ni mali, mimi nimeuliza swali hili moja. Kwa nini Simba na Yanga zisituletee hapa ubingwa wa Afrika? Kutoa labda ngazi kubwa huko, wanazidiana. Bwana, kama madhehebu tu yale. Si wanaamini kwenye uchawi? Na uchawi ndio kila kitu. Watuletee hapa taji la Afrika kwa kutumia uchawi. Wanazidiwa labda. Basi sawa, wanazidiwa. Mpira una level kubwa. Al Ahly wanatutesa hapa. Wakienda mbona na wenyewe nje wanateswa? Kama wanatumia basi uchawi wanatuzidi sisi Simba na Yanga hapa. Mbona na wao wakienda nje wanateswa? Na wenyewe Ulaya wanawazidi kwa uchawi. Ulaya wanawazidi kwa uchawi. Sayansi ile imekuwa kubwa bwana. Kule ni sayansi kubwa sana. Ila huku kwetu ni uchawi. Na tunaamini kwenye uchawi. Ndio hicho ambacho mimi sikiamini kaka. Lazima tuwe wa kweli. Simba na Yanga zinatumia fedha nyingi sana kusajili hao wachezaji. Zinatumia fedha nyingi sana kuwalipa hawa. Kwa nini waamini masuala ya nje ya uwanja? Kwa nini waamini uchawi? Basi waache Simba waende wakaroge. Wenye mamlaka ya kuwachukulia hatua ni nani? Mara ngapi hapa Simba na Yanga zimeshakutwa na vihashiria vya ushirikina na wamepigwa fine na TFF. Kuna timu yote ilienda kuwazuia wasifanye hivyo vitu? Iweje jana? Watu wanajiuliza. Yani kwa nini jana? Yani kwa nini jana? Yani nyinyi mmeona basi wale ni washirikina. Wenye mamlaka si wapo, si wanaona? Si watawachukulia hatua? Nyinyi mnazuia kama nani? Ni maswali magumu ambayo ukijiuliza kwa mtu wa mpira huwezi kupata majibu. Unaona kwamba kuna upuuzi na ujinga unaendelea kwenye mpira wetu. Over. Tumalize na hili la mwisho. Simba Sport Club ataleta timu leo. Kauli maana yake tamko limetoka mapema sasa. Tamko limetoka mapema. Lakini inawezekana labda viongozi wa TFF, labda viongozi wakaenda wakawasi Simba wapeleke timu, lakini bado ni upuuzi. Kwa nini viongozi mnaenda mnakaa chini mnaanza kujadili bwana? Kwa nini msisimame kwenye misingi ya soka ili kuhakikisha kwamba hakuna kubembelezana kwenye football? Sasa inawapa tena kazi ya kwenda kuanza kwa jamani ili weje. Tengeneza kanuni, tengeneza sheria ambayo itawafanya wale watu ambao wanafanya upuuzi wasirudie tena kufanya upuuzi. Mimi nilikuwa shauri timu yoyote itakayofanya upuuzi, yani waanze kuweka kanuni ya kwamba timu yote itakayofanya ujinga kwa mfano kama jana watu wanazuia sio nini, ikibainika kwamba unahusika unakata alama 3. Yani hamna sijui kukaa chini kujadilia, ni 3 hapo tata. Nimeisha. Sijui umeelewa vizuri? Yani ikitokea ujinga uliotokea jana kama utokea pale, ni kukatwa alama 3 papa. Yani kavu na hamna kucheka na wote. Okay, shukrani Gabo. Nashukuru sana ndugu. Asante.